Vijana wengi leo mnakosa kazi kwa kukosa uaminifu. Mimi nawaambia ukweli na leo napasua majipu. Unaweza ukakuta kijana amesoma, ana elimu ya kutosha, lakini hawezi kudumu kwenye kazi yoyote kwa kukosa uaminifu. Na watu leo wanaongelea kwamba kuna changamoto ya ajira. Sio kweli, ajira zipo, lakini watu waaminifu hatuna. Hatuna uvumilivu. Hatuna uaminifu. Kwamba hebu ngoja, hii imani niliopewa ya kufanya hii kazi, acha nifanye kazi ya watu, riski hii ninayoipata kidogo kidogo hii itanisaidia nitafika. Mimi nataka niwaambie, kuna matajiri wakubwa leo wana wasaidizi ambao wamewarithisha utajiri kwa sababu tu ya uaminifu. Basi hakuna kingine. Leo kijana ukipewa tu bodaboda, haya nakupa bodaboda ianza biashara, kesho anakuambia bodaboda imepaa, haionekani. Hilo janga sio janga? Unapewa mtaji, haya umesema unataka kufuga mbuzi, haya mtaji hapa fuga mbuzi, kesho unasema mbuzi wote wamekimbia. Hilo janga sio janga? Vijana mkitaka kufanikiwa lazima muwe waaminifu kwanza. Uwe muaminifu. Yaani mtu ambaye unamfanyia kazi asikutilie mashaka. Ajue kabisa huyu ni mtu salama kwangu. Lakini uaminifu una pande mbili. Pande ya kwanza wewe usitiliwe mashaka, si ndio? Lakini pande ya pili na wewe usiwe mtu wa kuamini kila mtu. Sisi tunaelewana? Vijana wengi hawafanikiwi kwa sababu kila anayemuona leo kamuona ameshashusha yote, anamwamini huyo mtu. Yaani leo nimekuona. Yaani leo nimekuona, umekuwa mshikaji wangu na maisha yangu yote toka nimezaliwa mpaka mpaka nakaribia kufa. Mtu ushamwambia yote. Vijana huwezi kufanikiwa kama kila mtu utamwamini kwa haraka haraka. Yaani kila anayekuja wewe kwako unamwamini tu. Leo umepata demu, leo unamwadisia maisha yako, mama yako alivyo mbaya, baba yako alivyo mbaya, shangazi yako alivyokuwa ananongwa, dada yako alivyo mchawi, yote. Ukitoka hapo mambo yako yote yako nje. Ukitaka kufanikiwa mdogo wangu, usiamini kila mtu haraka. Watu wamebadilika na dunia imefanyaje? Imebadilika. Huyu unayemuona huyu ndo msiri wangu, huyu ndo mwenzangu. Waswahili wanasema kikulacho kinguoni mwako. Kwa vijana wengi hatufiki popote kwa sababu gani? Leo umeanza biashara, si ndio? Baada ya muda fulani umeanza kufanikiwa, si ndivyo? Unamwita mshikaji wako unamwambia, "Oya, unajua nina shilingi fulani." Kwani watu wangapi wamevamiwa na majambazi nyumbani? Watu wangapi wameuliwa kwa sababu tu walichukua taarifa yao yote wakampa rafiki. Bwana mimi unajua kila mwezi kwenye biashara yangu napata milioni 100. Si ndivyo? Watu unajua urafiki yangu. Baada ya hapo kesho umevamiwa na majambazi. Kwa hiyo kwenye kuamini, kwanza jiaminishe kwa yule ambaye unamfanyia kazi yake. Na pili, usiamini kila mtu kwa haraka.